huu sasa hivi usiku huu nimekutana na kiongozi wa Wakatoliki ambaye leo walikuwa wanafanya usafi na Wakatoliki wenzie katika maeneo ya makaburi ya City. Hebu jitaje kwa jina dada. Naitwa Agata Yakobo. Jina lako halisi? Jina lako halisi? Naitwa Sanda Matwani. Bana, hii video ambayo umeiona hapo sio comedy au video ambayo inatafuta trend kwenye mitandao ya kijamii. Hii ni video inaonyesha wanawake ambao walionekana siku ya jana wakijitambulisha kama Wakatoliki, wakishiriki zoezi la kukata keki na kupanda miti katika siku ya kuzaliwa kwa Rais Samia. So jamaa amekutana nao mtaani bwana, amekutana nao kitaa, na kama umesikiliza vizuri hiyo video hapo mwanzoni, huyo mwanamke wa kwanza anajitambulisha kama Agata, then anaambiwa ataje jina lake halisi, anajitambulisha kama Sada. Ni kitu ambacho kimewashangaza wengi kwa sababu Sada kiuhalisia na utamaduni ambao tumezoea Afrika au Tanzania, Sada sio jina la Kikristo, ni jina la Kiislamu, so hawezi kuwa Mkatoliki. Kwa hali hiyo unaweza kuona kama anacheka, kama alikuwa kwenye maigizo hivi kwenye kitu ambacho alikifanya siku jana. Sasa video ambayo ilikuwa inamuonyesha huyu mwanamke ambapo imekuja kuonekana ni yeye mwenyewe ni hii ambayo alikuwa anazungumza hapa. Nitakuwekea kidogo usikilize na nitakwambia ni kitu gani ambacho kilifanyika siku ya jana mpaka kupelekea story hii kutrend sana kwenye mitandao ya kijamii siku ya leo. Jina naitwa Agata Yakobo, natokea parokia ya Yombodovia kwa Faza Mapendo. Nipo hapa na wanajumuiya wenzangu wa Jumuiya ya Mtakatifu Yohana. Tumejitokeza siku ya leo kwa kumsapoti mama yetu Samia Suluhu Hassan, rais yetu. So kama ulivyosikia hapa alivyojitambulisha hilo jina la kwanza Agata, ni kama alivyoulizwa tu na huyo jamaa. Sasa siku ya jana walijitambulisha kama Jumuiya Mtakatifu Yohana parokia ya Yombodovia, waliungana na kushiriki zoezi la upandaji wa miti katika kata ya Makangalawe wilayani Temeke, ikiwa ni sehemu ya kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan katika siku yake ya kuzaliwa. Wakizungumza baada ya zoezi hilo la upandaji wa miti lililoambatana na ukataji wa keki, walisema kwamba wameamua kujitokeza katika kushiriki zoezi hilo kwa lengo la kumunga mkono Rais Samia kutokana na kazi kubwa na nzuri anayoifanya kwa wananchi wake. Pia walimtaka Rais Samia asitetereke katika uongozi wake, aongoze vyema, asimame kama mwanamke na endelee kuongoza. Halikuwa jambo baya waliolifanya, lilikuwa ni jambo la kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini kitu ambacho kimekuja kuwashangaza watu wengi ni namna ambavyo walijitambulisha kama Wakatoliki, na huku baadaye wanakuja kuonekana wanajitambulisha kwa majina mengine. Lakini huyu jamaa pia alikuja kuzungumza tena na kusema kwamba huu mpango ulipangwa na mwanamke mmoja ambaye amejitambulisha kwa jina, na nitakuwekea hiyo video namna ambavyo anazungumza na kusema kwamba yeye ndo alihusika kwenye mpango na kutoa 10,000 kwa kila moja ili waweze kushiriki katika zoezi hilo. Hebu jitaje kwa jina dada. Naitwa Agata Yakobo. Jina lako halisi? Jina lako halisi? Naitwa Sanda Matwani. Sanda Matwani. Nashukuru sana. Hapa tuko na Mkatoliki mwingine. Jina lako nani dada? Wewe hii polisi. Naitwa Teddy. Teddy, wewe unaumini katika kanisa gani? Rusera. Haya, haina shida. Mama Sheri njoo usikie basi. Nyonyeshi. Sasa hapa unatoka bwana, unaogopa nini? Hawa ni Wakatoliki ambao kwa siku ya leo walikuwa na zoezi la kufanya usafi, ambao wamefanya usafi na kula keki. Sijajua hiyo keki walikuwa wanaadhimisha nini, watajua wao, lakini kiongozi wa zoezi hilo alikuwa anaitwa dada Lucy kutoka Dovya, ambaye alitoa mshahara wa shilingi 10,000 kwa kila mtu aliyeshiriki katika zoezi hilo. Kwa hiyo huo ndo walisia. Kwa hiyo kama ambavyo umesikia na kama ambavyo nilikwambia mwanzoni, kuna baadhi ambao wameibua hisia zao sasa hivi, na hili jambo limeendelea kuibua hisia kubwa kwenye mitandao ya kijamii likileta mitazamo tofauti. Kuna wengine ambao wanasema ni Wakatoliki wa mchongo, na nani ambaye yuko nyuma mpango huu mpaka ikapelekea kujitambulisha kama Wakatoliki. Kama nilivyosema hapo mwanzo kwamba jambo ambalo walilipanga kulifanya halikuwa baya, lakini kwa nini
walijitambulisha kama Wakatoliki, ikiwa sasa hivi wanaonekana wakijitambulisha kwa majina ambayo ni tofauti kabisa na Wakatoliki, lakini kama mwingine umeweza kumwona anajitambulisha kwa dhehebu lingine kabisa. Comment yako ni nini? Maoni yako ni yapi? Niandikia hapo kwenye sema comment. Nikumbusha kusubscribe, turn on alama notification ili kwanza kupata habari ambazo zinawekwa hapa.